Mahali hapa pana uwepo wa Bwana. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Maskani zako zapendeza kama nini, e Bwana wa majeshi. Nafsi yangu imeonionea shauku nyua za Bwana na kuziondokea. Moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Mungu aliye hai. Shomoro naye ameona nyumba, na mbayumayu amejipatia kiota, alipoweka makinda yake kwenye madhabahu zake. E Bwana wa majeshi, mfalme wangu na Mungu wangu. Heri wakaao nyumbani mwako, wanakuhimidi daima. Neno moja nimelitaka kutoka kwa Bwana, nalo ndilo ninalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika siku moja katika nyua za Bwana ni bora kuliko siku 1000. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika hema ya uovu. Njoni basi, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukurani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya vilima ni vyake. Sisi ni kazi ya mikono yake, kondoo za malisho yake, watu wa miliki ya Mungu. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja tena kwa umoja. Na roho na bibi harusi wasema njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Francis Ridley Harvey, yeye alizaliwa mwaka 1836 Disemba ya 14 katika mji ule wa England. Binti huyu wakati alipozaliwa, katika utoto wake alionyesha mapenzi mazito sana ya kuimba nyimbo, lakini pia si tu kuimba nyimbo, kutunga mashairi mbalimbali, na si tu kutunga tu, kufika mahali katika kupenda mambo ya Mungu katika maisha yake. Bibi yake aliwahi kusema ya kwamba, binti wewe, siku utakapokufa huenda utakufa ukiwa unaimba. Na utapenda kusikia tu ya kwamba ilipofika mwaka 1879 Juni ya tarehe 3, akiwa na miaka 43, binti huyu kweli akafa. Na wanaosimulia kisa chake wanasema alipokuwa anakufa, alikufa huku akiwa anaimba kama bibi yake alivyowahi kusema. Huyu binti katika miaka fulani katika maisha yake aliwahi kutembelea sehemu moja kwenye makumbusho. Akafika mahali akaona maneno yaliyoandikwa huko Germany ya kwamba nimefanya hivi kwa ajili yako, wewe umefanya nini kwa ajili yangu? Maneno aliyoandika katika lugha ya mkoloni inayosema I did this for thee, what hast thou done for me. Haya maneno aliyaona katika mwaka 1858, akayapenda mno na yakabaki yakiwa kwenye mwangwi wa kichwa chake. Aliporudi tu nyumbani, alikaa chini akachukua kipande cha karatasi na yeye akaanza kuandika maneno yaliyoingia kwenye moyo wake, kama maneno yanayoonyesha ya kwamba kama hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kwa ajili ya watu, je, watu wamefanya nini kwa ajili ya Mungu? Siku moja akaghadhabika tu kuona ya kwamba maneno yale hakuyaona tena kama ya maana. Akakunja karatasi na akaweka katika mahali fulani unapowekea taka, na taka zile zikachomwa. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, wakati taka zinachomwa, karatasi ile ambayo ilikuwa na maneno aliyoandika binti yule ilipeperuka na ikaenda tena katika mikono yake. Baba yake akamwambia, usichome maneno hayo, yaandike tena, yasomwe tena.
Habari nzuri ya kufurahisha ni hii: wakati binti huyu alipokuwa anaugua na hivyo anajua ya kwamba anakwenda kulala mauti, aliomba ya kwamba katika jeneza lake waandike maneno haya katika lugha ya Kiingereza: The blood of Jesus Christ his son cleanses us from all our sin. Yani, damu ya Yesu Kristo mwanawe inatusafisha makosa yetu. Binti huyu katika mwaka huo 1858 aliandika maneno hayo, maneno yaliyobaki kuwa wimbo namba 98, ambapo leo tunawimba. Unasema, nilikupa wewe damu ya moyoni ili uokolewe, uinuke ufuni. Nimekunyima nini wewe? Wewe umenipa nini? Nimekunyima nini wewe? Wewe umenipa nini? Nilikupa miaka yangu duniani upate inuka kuishi mbinguni. Nimekuletea huku duniani pendo na wokovu zatoka mbinguni. Anasema, nimekunyima nini wewe? Wewe umenipa nini? Nipe siku zako udumu mwangani, na taabu yako uingie rahani. Nafsi pendo mali twae Imanueli. Nafsi pendo mali twae Imanueli.